Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imezindua makombora ya Emad pamoja na Ghadir ambayo yameboreshwa katika harakati za kuhakikisha jeshi la serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC linakuwa na silaha za kutosha, lakini pia silaha za uhakika na sahihi katika mashambulizi. Limezindua makombora yaliyoboreshwa ya Emad na Ghadir katika miji ya makombora ya chini ya ardhi. Makombora yaliyoboreshwa Emad na Ghadir ya kikosi cha anga cha jeshi la Sepah yamezinduliwa wakati wa kipindi cha televisheni siku ya Jumamosi kikionyesha miji ya makombora ya chini ya ardhi. Kombora la balistiki la Ghadir limetumia vifaa vya kielektroniki vya kujibu mapigo kwa kasi. Kombora la Emad pia limeboreshwa na limeongezewa kasi pamoja na nguvu. Makombora hayo ya Emad pamoja na Ghadir yanadaiwa sasa kwamba ni moja kati ya makombora hatari na yenye mfumo wa usahihi ulioimarishwa wa kulenga shabaha. Kwa mujibu wa maafisa wa jeshi la Iran, Emad lina uwezo wa kuongozwa kwa mbali hadi kufikia kwenye shabaha na hivyo kulifanya kwa kombora la kwanza la Iran linaloongozwa kwa usahihi wa hali ya juu. Kombora la Ghadir ni kombora la hatua mbili, ikiwa ni hatua ya kwanza inayoendeshwa na mafuta ya kioevu na hatua ya pili inayoendeshwa na mafuta ya mango. Kuna aina tatu za kombora la Ghadir. Kwanza ni Ghadir-S lenye masafa kilomita 1350, ni Ghadir-H lenye uwezo wa kuruka kilomita 1650 na Ghadir-F lenye uwezo wa kuruka kilomita 1950 na zaidi ya kilomita 2500. Rais Masoud Pezeshkian wa Iran aliashiria uwezo wa kustajabisha wa vijana wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kusisitiza kuwa vijana wa taifa hilo ambao wanatengeneza makombora na nishati ya nyuklia ya Jamhuri ya Kiislamu kwa sasa wamekuja kutengeneza makombora haya, na ni makombora ambayo kwa sasa yamekuwa ni tegemezi kwa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Sambamba na hayo, mfumo wa kisasa wa Iran wa Bavar 373 uliotumika kuzima mashambulizi ya Israel na pia umefanyiwa maboresho. Mfumo huu unadaiwa pia umefanyiwa maboresho na kamandi ya jeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kwamba vikosi vya ulinzi wa anga vya Iran vilitungua kwa mafanikio idadi kubwa ya makombora ya Israel. Aidha, mfumo huo wa kujihami angani ulizuia ndege za kijeshi za utawala huo wa Israel kupenya katika anga ya Israel wakati wa mashambulizi ya kipindi cha mwezi Juni katika vita vya siku 12. Na hivyo katika kipindi hiki mfumo huo umefanyiwa maboresho zaidi kwa ajili ya kulenga ndege za kivita, zikiwa ni pamoja na zile za kisasa kabisa za F-35 zilizotumiwa na jeshi la Israel kutoka nchini Marekani. Hata hivyo, mfumo huo wa Bavar 373 umeimarishwa zaidi kwa ajili ya kudungua makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani ambazo pia hazionekani katika rada. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Bavar 373 ni miongoni mwa mifumo yenye uwezo mkubwa zaidi duniani katika ulinzi wa anga. Mfumo huu ulitumika kuanzia mwaka 2020 na ni matokeo ya juhudi za miaka 10 za wataalamu wa Iran. Mfumo huo pia hutumiwa kuwinda aina mbalimbali za shabaha, ikiwa ni pamoja na makombora ya cruise, ndege zisizokuwa na rubani na ndege za kizazi cha 5 zisizoonekana katika rada katika miinuko ya chini na ya juu. Bavar ni neno la Kiajemi lenye maana ya imani na 373 ni jumla ya herufi za abjad za neno Muhammad, jina la mtume wa Kiislamu. Wataalamu wa kijeshi wamesema mfumo wa ulinzi wa angani wa Bavar-373 unaweza kulinganishwa na ule wa Russia wa S-400 na ule wa Marekani wa Patriot pamoja na THAAD. Endelea kutufuatilia mtazamaji, tutakuja kukujuza kwa mapana juu ya mfumo huu wa Bavar 373 ambao sasa Iran wanasema wameuboresha zaidi na ni wa kisasa zaidi. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.